Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, and Fabidigo TV. Karibuni sana wadau wetu wa Fabidigo TV, BM Zakaria Online TV na Arafat TV. Ni studio ambazo tuko kwa ajili mbashara kukuletea michezo ambayo imechezwa jana na siku zote za wiki hii iliyopita na zinazokuja. Hapa tuko na wachambuzi wetu, kwa majina wanajitambulisha wenyewe. Unaitwa nani mkuu? Kwa majina naitwa Frank Deusi, ni mdau wa michezo. Kwa hiyo nipo hapa kwa ajili ya uchambuzi na maendeleo ya mpira kwa ujumla wa ligi yetu ya Tanzania, pamoja na kudevelop kwa ajili ya maisha ya mpira wa Tanzania. Tuko hapa kwa ajili ya kuchambua na kuongelea kwa ajili ya mechi zilizopita za jana, kati ya Yanga alikuwepo uwanjani, Simba alikuwepo uwanjani, Singida pamoja na timu zingine ambazo zilikuwepo uwanjani kwa ujumla kwa siku ya jana, ambapo ilikuwa ni round ya 28, mzunguko wa 28 wa ligi yetu ya NBC, ligi kuu, ligi ya 6 kwa ubora barani Afrika. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya uchambuzi, tutaelezea kwa kina mambo yalivyokuwa na jinsi ligi inavyoendelea kwa ujumla. Okay. Labda tungependa kujua, kabla tujaenda kwa ndugu yetu pale, tungependa kujua jana kulikuwa na mechi 8 za ligi kuu ya NBC, viwanja 8 vikiwa vinachezwa, lakini pia vyote vikionyeshwa na Azam TV. Mimi nataka nikupeleke Zanzibar. Tuanzie na timu na Zanzibar kule ambapo Mzizima Dabi. Je, wewe ulionaje ule mchezo kabla swali langu halijakamilika? Ngoja kwanza ueleze mchezo ulivyokuwa wewe ulivyoona. Kwanza kabisa ile ilikuwa sio Mzizima Dabi, ile ni Dar es Salaam Dabi. Wakutanisha Young Africans pamoja na Azam FC wa ukamikati wa jiji la Dar es Salaam. Kiujumla mechi ilikuwa nzuri, na nadhani kuna siku mbili zilizopita hapo tulikuwa kwenye uchambuzi na uliniulizia kuhusu hiyo mechi. Nadhani nilikwambia kwa mbio za ubingwa jinsi zilivyo, naona Yanga anaenda kupata matokeo chanya kwa upande wake. Okay, na ni kweli nimekwambia tuko bado kwenye mechi hiyo hapo. Ina maana kwamba mimi naona kama hivi Yanga ni kama ana asilimia fulani ya kuchukua kombe la NBC baada ya kuipiga Azam magoli matatu ambao wengi walikuwa watarajii hivyo. Je, wewe unaelezea ni mapungufu gani Azam walionyesha jana mpaka kafungwa matatu wakati wametoka kushinda 3-2 kwenye kombe la CRDB Cup? Wewe unaelezea nini? Kwanza kabisa kuhusu ubingwa, mimi nadhani mpaka sasa kwa hizi mechi tulipofikia mzunguko wa 28, kila timu ikiwa imecheza michezo 28, ikiwa mpinzani mkubwa wa Yanga ambaye ni Simba ana mechi 28 na bado kazidiwa pointi 2, na kwenye upande wa goal difference bado Yanga yuko juu. Kwa upande wangu mimi naona Yanga na asilimia 92 za kubeba ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania. Okay. Hapo unatathmini kuhusu ubingwa kumpa Yanga kwa sababu Yanga ameshinda mechi ngumu ambayo walihisi kwamba labda ndio watakuwa pale. Lakini mimi nataka utuelezee mapungufu ya Azam ambayo yaliyowafanya mpaka wafungwe magoli matatu kwenye mchezo wa jana. Kitaalamu, kwa jicho lako la tatu, uliona ni wapi walipofeli Azam? Ni nyuma au ni forward line au ni central pale katikati kwa au ni vipi? Kwanza kabisa nikizungumzia mchezo kwa ujumla, nadhani hata kwa siku zilizopita nilikwambia kuhusu ubingwa ni kwamba Yanga anazidi kutetea ubingwa wake, ambapo anataka bebe ubingwa kwa mara ya 5 mtawalia. Kwa hiyo kwa mechi ya jana ilikuwa sio rahisi sana kwa Yanga kupoteza mechi, na sio kwamba Azam alicheza kwa kiwango cha chini, hapana. Lakini Yanga waliingia kwa kuheshimu mechi. Yanga walikuwa chini zaidi, walikuwa wakikabia kwenye mstari wa katikati, unaona pressing nyingi walifanya Azam, lakini Yanga walikuwa wakicheza chini kwenye mstari wa katikati wakisubiri Azam wacheze kwao, na zeni wakichukua mpira waanzishe transition ambayo itakuwa na madhara makubwa kwa upande wa Azam. Na unaona jana Yanga
walikuwa na striker wawili, walisimamisha striker wawili akiwepo Dube pamoja na Raulido au Elio Depu. Na hii ilikuwa kazi ngumu sana kuzuia wale washambuliaji wawili, ambapo ulikuwa unaona Dube anashuka chini zaidi, akishuka chini unamuona Depu anakuwa juu. Kwa hiyo ilikuwa kazi ngumu sana kuzuia mashambulizi hayo. Na kingine nadhani Azam waliamini wanaweza kupata matokeo, maana hata plani yao ilikuwa plani nzuri, lakini Yanga walijitahidi kuziba mianya na bado Azam walitengeneza nafasi ambazo ni chache sana kwa siku ya jana. Ukiangalia Yanga walikuwa serious sana na mechi ya jana. Kwa upande unaona upande wa fullback namba 2 alicheza Yao Kwasi Atura, unajua uwezo wake ni mkubwa sana, ana uwezo mkubwa, ana uwezo wa kucheza, ana uwezo wa kudrive team kwenda juu, na uliona ana uwezo wa kukaba. Ni Fabigo TV na BM Zakaria Online TV na TV yetu inaitwa Arafat TV. Tupo hapa kwa ajili ya kuchambua, tunaendelea pale tulipoishia. Sasa wewe unaitwa nani? Kwa majina naitwa Arafat Omari. Mimi ni mchambuzi. Tupo hapa wote na ndugu langu kwa lengo la kutambua michezo iliyopigwa kwa siku ya jana ya NBC yote. Tupo hapa na tupo leo TV. Okay. Asante sana watazamaji wetu, tunaendelea kuchambua mpira sana. Kitu cha kwanza tunataka tuangalie kitu kimoja ambacho tuliangalia mechi ya Simba na Mtibwa. Je, naonaje mechi ya Simba na Mtibwa wadau wetu? Kwamba unaionaje Simba inapopambana ili iweze kuchukua kombe? Unaipa nafasi gani wewe kama mchambuzi? Ukiongelea Simba kwa mechi ya jana, kwanza Simba anawapongeza, mechi walichukua vizuri. Lakini pia Mtibwa alicheza vizuri katika kipindi cha kwanza, walitengeneza nafasi nyingi, waliweza kuwabiki Simba japo walipata penalti, lakini nawapongeza Mtibwa. Kwa ujumla walicheza vizuri, mechi ilikuwa nzuri. Kipindi cha kwanza walidominate mechi, walichukua, walitengeneza nafasi nyingi za wazi ambazo hawakutumia. Lakini Simba ni timu kubwa ukilinganisha kwenye uzani na Mtibwa, tofauti ni kubwa sana. Lakini pia Simba kwa sasa wapo kwenye ubora wa hali ya juu. Ukiongelea Simba kwa sasa ni timu ambayo iko kwenye ubora wa hali ya juu, ukianzia safu ya ulinzi, safu ya kiungo, safu ya ushambuliaji. Kiujumla Simba kwa sasa wana timu nzuri, inaweza kupambania ubingwa na inaweza kubeba ubingwa wote kwa Tanzania bara. Labda tu cha kuzungumzia kuhusu mechi ya jana na kuelekea ubingwa, ni mwendelezo mzuri kwa Simba kupambania ubingwa, na hii inategemeana na mpinzani wao ambaye ni Young Africa. Kwa kuwa ikiwezekana akipoteza mechi wanaweza wakabeba ubingwa, na hili ni jambo gumu sana kwenye mpira, maana Yanga ni timu kubwa kwenye ligi yetu. Kwa hiyo kutegemea kwamba Yanga enda akapoteze mechi ndio ubebe ubingwa. Simba bado na asilimia, kwangu mimi nampa asilimia kama 8. Kama mwanzo nilivyosema, Yanga nampa asilimia 92 za kubeba ubingwa, Simba asilimia 8. Maana Yanga ana nafasi kubwa sana. Ukiangalia goal difference, Yanga na goal difference nyingi kuliko Simba. Ukiangalia upande wa pointi, Yanga bado ana pointi nyingi kuliko Simba. Kwa hiyo uwezekano wa kubeba ubingwa kwa mechi zilizobaki, mechi 2, na ukiangalia Yanga anaenda kukutana na nani na atakuwa wapi, Yanga bado nampa nafasi ya kubeba ubingwa, japo Simba ni mpinzani wa karibu, anazidi kumpa pressure, lakini bado Yanga ana nafasi ya kubeba ubingwa. Okay, katika nafasi ya kubeba ubingwa Yanga Football Club inaonekana ni kweli, lakini sasa tunaweza kuongea kwamba mpira kimehesabia mpira, kwamba hakuna dharau kwenye mpira. Mbeya City jana nahisi walicheza na Pamba Jiji, lakini kuna mechi ngumu sana. Kipindi cha kwanza Mbeya City walikuwa wanaongoza, wakamshinda Pamba Jiji kwao pale ambapo ni Mwanza. Ilikuwa inaongoza Mbeya City kipindi cha kwanza goli moja. Kwa hiyo Mbeya City ilikuwa na kiwango kikubwa sana, lakini kaongoza kipindi cha kwanza. Ndio maana tunasema mechi zilizobaki ni ngumu. Japo Yanga amemshinda Azam, lakini mpira bado anacheza na TRA United ya mechi ya mwisho, anacheza na JKT Tanzania. Wewe bado hapo uamini kwamba kuna bado ligi haijaisha? Unaamini kwamba tu asilimia zako 98 namba Yanga kweli?
Kwa upande wangu mimi naamini Yanga anaenda kuwa bingwa. Na ukifuatilia mwaka jana, msimu uliopita, Yanga alibeba ubingwa, ilifika mpaka raundi ya mwisho, mechi ya mwisho ambayo alienda kukutana na hasimu wake ambaye ni Simba. Yanga alikuwa akiongoza kwa pointi moja, na pointi moja hiyo ilihitaji Simba aenda akamfunge Yanga ili aweze kuwa bingwa, lakini bado Yanga aliweza kumudu na akabeba ubingwa kwa pointi moja hiyo ambayo Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.